Bana, karibu mwana michezo, tuzungumze mawili matatu, na hii ni mara baada ya kuiona taarifa kutoka katika peji rasmi ya wana Young Africans, wananchi Yanga, ambapo taarifa hiyo inasema: taarifa kwa umma, uongozi wa klabu ya Young Africans Sport Club unapenda kutaarifu umma kuwa umemfuta kazi kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Pedro Gonçalves. Uongozi wa klabu unamshukuru kocha Pedro Gonçalves kwa mchango wake aliyoutoa ndani ya klabu yetu na unamtakia kila laheri katika majukumu yake yajayo. Katika kipindi hiki kikosi chetu kitakuwa chini ya uongozi wa kocha Abdelhamid Moarin pamoja na kocha Patrick Mabedi hadi mwisho wa msimu. Imetolewa na mtendaji mkuu Young Africans Sports Club. Bana, hii ni taarifa rasmi kabisa kutoka katika ukurasa wa Young Africans, ama hii ni official statement ambayo imetolewa na klabu ya Young Africans, na hii inatokana mara baada ya kutokuridhishwa na baadhi ya mambo ambayo yanaendelea katika klabu yao. Ilitoka taarifa hapo awali kwamba hawaridhishwi na utendaji kazi wa kocha huyo, wakamwongezea kocha msaidizi Abdelhamid Moarin, na baadaye tena ndio hivi tumekuja kupata taarifa zingine kwamba Pedro Gonçalves wameachana naye. Wakati Abdelhamid Moarin anasajiliwa ama anaongezwa kikosini, watu walisema kwamba hii ni safari ya Baba Jeni bye bye. Hatutarajii kumuona kama Pedro atatoboa msimu huu, na maneno ya wachambuzi mbalimbali yametimia. Mimi mwenyewe pia nilikuwa nadhani hiki kitatokea, kwa sababu ukiangalia mfululizo wa michezo kadha wa kadha, hususan ile migumu, Pedro hakuwa na wasaa mzuri. Mchezo wa kwanza ni ule wa visiwani Zanzibar dhidi ya Simba, ambapo Young Africans walipoteza kwa goli 1-0. Pedro Gonçalves hakuwa na wasaa mzuri. Lakini pia mchezo mwingine ni mchezo dhidi ya Azam FC, ambapo Young Africans walishinda kwa idadi ya goli 2-1. Pamoja na kwamba walishinda, lakini bado kwangu mimi Young Africans walikosa ile rhythm na flow ambayo tunawafahamu. Lakini mchezo wa tatu ni Yanga alipocheza dhidi ya Simba juzi katika dabi ya Kariakoo pale Meja Jenerali Isamuyo. Pia haukuwa mchezo mzuri. Namna ambavyo timu inacheza, inaruhusu magoli mapema, lakini bado comeback wanafanya sawia, lakini unaona sio Yanga ile ambayo watu wengi wamezoea kuifahamu. Na sababu kubwa ambayo imepelekea kocha huyu kufukuzwa kazi ni mfululizo mbovu wa performance ya timu, sio matokeo. Point wanapata alama 3, lakini wanashinda kwa tabu. Hicho ndio kitu ambacho wananchi walikuwa wanakikataa. Sasa nikasema acha nizungumze ama nipige story na wadau pia wa soka, nisikilize maoni yao, namna ambavyo wanaweza wakazungumza na kufurahisha ama na kutoa maoni yao kutokana na hiki ambacho kimeendelea. Nimepigia wadau kadha wa kadha, imekuwa ngumu kidogo kushika simu, lakini mimi kwa maoni yangu nadhani Young Africans kwa wakati huu kwenye swala la kuchukua ubingwa, sawa, imesalia michezo 9 mpaka hivi sasa wakiwa mbele kwa alama 5 nyuma ya Simba Sports ambaye leo hii anamalizia pia hivi sasa mchezo wake mwingine ambao unaendelea. Nadhani makocha waliopo wanaweza wakatoboa kubeba ubingwa. Lakini hiki ambacho wanakifanya Young Africans sio afya. Walianza na kocha Minuno, wakamtimua. Alikuwepo kocha mwingine Ramovic, Sid Ramovic kama mnamkumbuka, wakamtimua. Ndipo akaja Roman Folz, wakamtimua pia. Akaja alikuwa anaitwa Milon Hamdi, na mwenyewe wakamtimua. Amekuja na huyu tena kwa upande wa Pedro Gonçalves, na mwenyewe pia wamemtimua. Kwa hivyo huu sio mwenendo mzuri wa klabu ambayo inahitaji mafanikio kwenye michuano mikubwa. Lazima ukae na kocha ambaye anaweza akakielewa kikosi, anaweza akakaa kikosi kwa muda mrefu, akaweka mifumo yake na timu ikafanya vizuri. Na hiki ambacho kimetokea hakina afya kabisa katika klabu. Kwa hivyo comment yangu mimi kubwa ni kwamba Young Africans katika hili wanafeli kadri siku ambavyo zinakwenda. Hata kama watachukua ubingwa msimu huu, lakini bado sioni kama katika msimu ujao Young Africans watafanya vyema. Japo ni mapema, wamefukuza kocha huyu, wana muda wa kujiuliza, lakini watakuwa kila siku wanaanza upya, tofauti na Simba ambao wanaye huyu Steve Barker, na msimu ujao inshallah ninavyoona mwenendo wao watakuwa naye. Yeye atakuwa anarahisisha kikosi chake kwenye kuongeza baadhi ya maeneo ambayo yana mapungufu. Lakini kwa Young Africans wataanza upya na kocha wao, aje mpaka isome kikosi au wachezaji wapi ambao wataongezwa kwenye dirisha kubwa.
bado hajazoea mazingira ya Bongo, unaona kidogo atakuwa na mlima mrefu. Kwa hivyo kwa kufukuza makocha, hii haina afya. Lakini pia always mentality ya timu kubwa ni kumfukuza kocha endapo akiona timu yao haifanyi vizuri. Endelea kukumbatia sanjari kabisa Kawabe Media kwa update mbalimbali kama hizi ambazo tunaweza kukujuza. Kubwa zaidi ni Young Africans kumtimua kocha wao Pedro Gonçalves na kuamua kuanza kutafuta kocha mwingine ambaye huenda atakinoa kikosi hicho kwa msimu ujao. Bye bye.